Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 11 2025. Kama kawaida tukianza na nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Upweke utakutawala. Unaweza kuegemea zaidi upande mmoja kama katika business au kazi na kadhalika. Upande wa kipato wengine watakosa kabisa na wengine kupungua kwa namna fulani. Utafuatilia namna kuongeza kipato hata kufanya maombi leo rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Leo utapata utulivu wa moyo, japo nafsi si yenye kukabiliana na hilo. Mapenzi yatakukwaza kiasi na hilo litakufanya ukose nguvu leo. Maneno yako yatahitajika kwa mtu fulani, ila itakuwa too late. Nguvu zako huenda zikaangaza mbele ya watu waliokuzunguka rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Leo moyo wako una mwanga wa tumaini jipya, ikiwa na maana unataka kuvunja hofu za nyuma. Upande wa mapenzi utaona ishara ndogo ambazo zenye matumaini ila zenye maana kubwa. Hautakubali anguko la ghafla kwa namna yoyote ile. Ndio maana baadhi ya masuala yanahusu familia yako yanakuumiza kichwa. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer. Hii ni wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Siku ya leo akili yako itawaza chanya, ikiwa na maana hautohitaji anguko tena. Mara mbili ya kipato chako ongezeka na hata upande wa mapenzi utakuwa ni wa kujivuta vuta. Utapata habari za ghafla ambazo zitakutanganya kwa kiasi fulani. Hautajutia maamuzi yako leo. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Leo upo na mudi ya kutulia kiakili. Kutokana na changamoto zinazokukabili, weka akiba kidogo ya fedha na wala usitumie kwa pupa. Kuwa makini na maneno yanaweza muumiza mtu mwingine leo. Ishara penzi jipya huenda ukaiona kwa mbali, ila usiwe na pupa. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mapenzi yako yanaweza kukua kwa mazungumzo yenye upole na busara. Mawazo yako yanaangaza kwa busara. Nyota yako itafungua akili mpya yenye kuwaza mafanikio na kuachilia yale yaliyopita. Uhusiano wa kirafiki na mtu usitarajia huenda ukakupa faida fulani leo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Kuhusu upande wa mapenzi, utapewa nafasi ya kuzungumza bila hofu. Hii ni ishara njema. Ni siku nzuri ya kujitakasa kiroho, hata kujisafisha kutokana na yaliyopita. Ghafla leo unaweza pata zawadi, hata mwaliko ambao utaufurahia.
Furaha itakutawala na unaweza usikwazike na mtu yoyote leo. Tumaini ni zuri sana rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 43. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge au Scorpion. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo utaweza jisikia kuwa upo juu zaidi, ila utakuwa unajenga kasri katika hewa, ikiwa na maana utafikiria sana kabla ya jambo kutimu. Haina maana usiwaze, la, utapoteza. Utasikia habari za unyanyasaji kuhusu mtu mzima au mtoto. Utafurahia ikifika usiku baada ya kuona nuru. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale. Hii ni kwa wale walizaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Leo utakaribia kusikia kauli ambayo itakupa faraja. Ni suala la muda. Hautafanya mabadiliko ya haraka, hasa katika suala la mapenzi. Hautajutia kamwe kutoa kitu kumpa mtu leo. Sauti za busara zitakufanya ufikirie nusu ya kutoka machozi. Maisha, masuala ya kazi au hata kibarua utabanwa sana leo. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Utapata tumaini zuri katika mihangaiko yako, na hili litakufanya usikate tamaa. Mapenzi ni yenye kukutesa. Wengi walaghai wakishapata lile walitakalo basi wanakimbia. Uwezekano wako wa kupona katika jeraha la awali ni mdogo sana. Tumia hata dawa au makombe ya sahau. Utapatanisha watu waliohasimiana kwa namna fulani licha ya wewe kuwa na mazonge. Pesa zipo karibu leo, ni suala la kuvuta na kuweka. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Mshikizo katika kazi, epuka sana hilo leo. Muda mdogo utaupata leo katika jambo fulani ambalo unalipenda moyoni, litakupooza kutokana na maumivu. Kiafya ni wastani licha ya changamoto ndogo ndogo leo. Pumziko unalohitaji leo utalipata, ila baada ya kuingiza pesa ambazo utazipata kupitia mtu unayemfahamu. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na nyota ya Samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Epuka matumizi ya pesa kiholela leo. Hata hivyo, utashuhudia sintofahamu ya ugomvi, utakwazika sana. Ulaghai utakuwa mwingi na utashuhudia hilo. Upeo wako wa akili utakuwa mpana. Suala la mapenzi litakuwa nyuma sana leo, ikiwa na maana umechoka. Utafikiria kuhusu mtu wa zamani, ila utashindwa kumvaa moja kwa moja leo. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri kwa maisha na kuondoa umaskini ni jade na au aquamarine. Kama kawaida tukiendelea na upande wa gurudumu letu ambalo utajua muda mzuri wa bahati siku ya leo. Kaa
Kaa kwa umakini na sikiliza kwa umakini. Kama kawaida, tukianza na upande wa nyota ya punda au kondoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 hadi saa 7, na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wako mzuri ni saa 7 hadi saa 9, na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri ni saa 9 hadi saa 11, na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni saa 8 hadi saa 12, na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri siku ya leo ni saa 5 hadi saa 8, na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri leo ni saa 6 hadi saa 10, na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii leo muda wako mzuri ni saa 7:30 hadi saa 9:30, na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5:30 hadi saa 8 na dakika 45, na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 12, na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 11 mpaka saa 3 za usiku, na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 na dakika 45 hadi saa 5, na vile vile kuanzia saa 8 na dakika 45 na hadi saa 11 za jioni, na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda yako mzuri leo ni kuanzia saa 5 na dakika 15 hadi saa 9 na dakika 45. Ulikuwa nami Saadil Habshi, na bye bye.